Kivuli cha mali, kivuli cha mali, kivuli cha mali. Upepo mkali ulivuma ndani ya chumba kilichofungwa. Dirisha lilipiga kelele. Taa ya kibatari ilizimika ghafla. Kiza. Kisha baridi kali ilimgusa shingoni. Sauti nzito isiyo ya kibinadamu ilinong'ona karibu na sikio lake. Umeniita. Neema alitaka kukimbia, lakini miguu yake iliganda. Giza lilianza kujikusanya mbele yake kama moshi mweusi unaopata umbo. Saa ya usiku, upepo mzito ulivuma juu ya paa za mabati ya kijiji cha mlimani. Mbwa walilia kwa sauti ndefu, kama wanaona kitu ambacho macho ya binadamu hayawezi kuona. Hapo ndipo hadithi ya Neema ilipoanza. Neema alikuwa mwanamke wa miaka 25. Alikuwa mrembo, lakini uzuri wake haukumsaidia chochote. Aliishi kwenye nyumba ya udongo iliyopasuka, akifanya kazi ya kufua nguo za watu matajiri waliomdharau kila siku. Kwa nini umechelewa? Samahani, kulikuwa na msongamano. Hakuna udhuru. Boss, umeweka hadi boxer? Ndio, nimeweka. Wesi unataka pesa. Ndoto yake ilikuwa moja tu: utajiri. Si pesa za kula tu, bali pesa za kuheshimika, kuogopwa, kuonekana kama mtu wa maana. Sawa Salma, mimi ni mzuri lakini uzuri haunisaidii. Neema rafiki yangu, usitegemee uzuri, fanya kazi. Hapana, unataka niuze mboga mtaani? Ndio, kwani kuna ubaya? Siwezi, mimi ni mwanamke mzuri. Siku moja jioni, alipokuwa akipita msituni akirudi nyumbani, alikutana na kikongwe kilichokaa juu ya jiwe jeupe. Macho ya kile kikongwe yalikuwa meupe tupu, kama hayana mboni. Neema, unataka utajiri? Ndio, nataka utajiri. Utajiri una bei, je, upo tayari kulipa? Kwa shida nilizonazo, nipo tayari kulipa. Unataka kuwa tajiri? Kikongwe kiliuliza bila huku akisubiri jibu. Neema alisimama. Nataka, akajibu kwa sauti iliyochoka. Kikongwe kilicheka kicheko chepesi kilichofanana na sauti ya mifupa ikigongana. Utajiri una bei. Je, uko tayari kulipa? Neema hakusita. Ndiyo. Kikongwe